Nataka nikupe leo mfano wa mwanamke mmoja. Huyu mwanamke yeye alikuwa akitokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Wakati wengine wanasubiri mwisho wa mwezi, miaka 12 yote, siku 365, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka inafika miaka 12, yule mwanamke anatokwa na damu. Lakini siku moja akasikia ya kwamba Yesu anapita. Aliposikia ya kwamba Yesu anapita, na kwa sababu alijua mahali popote anapopita Yesu makutano mfuata, akajua kumwambia Yesu, ninaomba uniombee katikati ya watu wengi sio jambo rahisi. Akasema, lakini huyu anayepita, mimi nikienda nikagusa vazi lake nitapona. Aliamini ya kwamba kwa kugusa vazi tu mimi naweza nikapona. Huyo mwanamke akachukua hatua ya imani. Wakati makutano wengine wanahangaika kushangilia Yesu anapita, wanapiga makofi, yeye anahangaika namna gani atajipenyeza afike pale kwa Yesu amguse vazi. Biblia inasema hivi, mara tu alipoligusa vazi la Yesu, Biblia inasema mara ile ile damu ikakauka. Hiyo ni imani. Alikuwa anaona ya kwamba mimi nikigusa lile vazi nitapona, kwa akaweka nia ya kwenda kuligusa vazi. Ni kwa sababu aliona, sio kwamba alipata uzima kwa sababu amegusa vazi, ila haitoshi. Na hata Yesu aliposema nguvu zangu zimepungua, wanafunzi wakamshangaa. Anauliza, kwa nini? Nani amenigusa vazi? Wanafunzi wanashangaa, wanasema, katikati ya makutano wewe unaulizaje nani amekugusa vazi? Waliogusa mavazi ya Yesu walikuwa ni wengi, lakini aliyepona ni mmoja. Wanaomba ni wengi, lakini atakayejibiwa leo anaweza kawa ni mmoja. Kuomba ni rahisi, kusema Mungu nimekuja ni rahisi, ila kuona muujiza, hilo ndio jambo lililo gumu. Ndani yako wewe lazima uone kwamba kuna muujiza. Biblia inasema kulikuwa na msongamano, watu wakamsonga Yesu, wanamgusa, lakini kuna mtu mmoja tu, yani yule mmoja tu, yeye alipomgusa tu Yesu akapona. Kuna kiwango cha imani ukiwa nacho ndani yako unamgusa Mungu. Kuna kiwango cha imani, kuna kiwango cha kuona muujiza ukiwa nacho ndani unamgusa Mungu. Anaposema imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, lazima uanze kuona kwanza. Na ndio maana Mungu wakati anamwambia Ibrahim, nitakupa uzao na nitakufanya kuwa taifa kubwa, Mungu hakumwambia chumbani. Alimwambia Ibrahim, toka nje. Alipotoka nje, anaambia Ibrahim, angalia kule juu mbinguni, angalia mbinguni, unaona nini? Ibrahim anasema naona nyota. Anamuuliza, unaweza ukazihesabu hizo nyota? Unaweza kuhesabu? Anasema mimi siwezi kuhesabu. Anamwambia, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Alitaka atengeneze picha ndani yake Ibrahim auone uzao. Kuna mambo ya kiroho ni haki yako uyapate, lakini kama hauoni utakuwa unafanana na mtu ambaye amedondosha shilingi 200, amefumba macho na anaendelea kuitafuta. Imani ili upate, imani ili upokee, ni lazima uhakikishe unaona. Utasoma kile kitabu cha Marko sura ya 5